Katika video ya leo tutakwenda kuangalia namna ya kuweza kupata AVN number kwa wanao apply degree ambao wamemaliza diploma. Hatua ya kwanza kabisa, nenda Google katika sehemu ya kusearch, pale utasearch neno NACTVET, na baada ya kusearch NACTVET basi utafungua website hii ya NACTVET moja kwa moja. Okay. Website ya NACTVET itakapofunguka, wewe scroll chini kidogo mpaka sehemu hii ya key links. Sehemu ya key links hapa, unachotakiwa wewe kufanya, utakuja moja kwa moja kwenye sehemu ya request award verification number, ambayo ni sehemu ya kupata AVN, request award verification number. Na baada ya hapo fomu hii itaweza kufunguka, au hii portal ya award verification number. Hii hapa ni official platform of the National Council for Technical and Vocational Education and Training, NACTVET, for verifying TVET award and managing award verification numbers for graduates seeking admission into higher learning institution. Kwa hiyo kama tayari umeshafungua akaunti yako, utabonyeza hapa ku login, lakini kama hauna akaunti kabisa, utabonyeza sehemu hii ya ku register account, na hapa where did you obtain this award certificate, select your country of award. Hapo utaselect country yako hapa, na baada ya kuselect country utakuja hapa chini form 4 index number, utaingiza form 4 index number yako hapa. Baada ya hapo utaingiza email number yako hapa au email yako, then utaweka namba zako za simu, na baada ya hapo watakutumia verification. Wakisha kutumia verification code, basi utaverify account yako, na baada ya pale utakwenda ku login tu moja kwa moja katika sehemu hii ya ku login. Utakapokuwa umesha login katika account yako namna hii, okay, utakapokuwa umelogin katika account yako namna hii, sasa unachotakiwa kufanya wewe, na ukiangalia hapa AVN status hakuna, result pia hakuna, qualification hakuna, NTA result hapa. Sasa utakuja moja kwa moja katika sehemu hii ya request AVN, uta request AVN, start AVN request. You will review qualification and submit your diploma before the request is finalized. Okay. Review your qualification upstep will update only after you submit your ordinary diploma, kwa kisha mpaka utakapo update diploma. Ukiangalia hapa namba ya form 4 utaweza kuona namba yako ya form 4 hapo, na number of seat pia utaweza kuona hapo. Kwa katika sehemu hiyo kwa add qualification, okay, kuna CSE form 4, add another form 4. Kama una form 4 umesit mara mbili, utaweza ku add nyingine. Lakini pia kama una form 6 kama una form 6 uta add pia form 6 yako pale, na kama una NVA level 3 upload your NVA 3 certificate for officers review. Kwa kama pia una certificate uta upload hapo, uta click katika sehemu hii ya NVA level 3, na baada ya hapo utaweza kuona after upload please wait for an NACTVET official to review and pass your certificate. Hapo utaingiza registration number ya certificate yako, utaselect mwaka ambao umehitimu, select graduate year, utaselect mwaka uliohitimu, labda ni 2025 au labda ni 2019, utaselect mwaka wote, then utaandika jina la chuo ambacho umepata hiyo certificate. Let's say ni VETA Dar es Salaam, utaandika hapo ulipopatia. Lakini pia utaandika course yako au program name, andika program name hapo, utaandika institution name hapo, utaandika program name. Baada ya hapo uta choose file ili kuattach ile certificate yako au cheti chako cha certificate. Baada ya hapo utakapokamilisha hiyo utarudi back, then utakuja kwenye add diploma, utakuja kwenye diploma, FTC, DSEE, DTE, DPPEE, DPEE, DSPEE, uta add diploma yako hapa. Na katika sehemu hii ya kwa diploma kuna select diploma type, uta select diploma type yako hapa, kama ni ordinary diploma NTA au diploma in secondary education examination DSEE NECTA, diploma in technical teachers education DTE NECTA, diploma in primary education examination DPPEE NECTA, diploma in primary education examination DPEE NECTA,
Diploma in Special Needs Primary Education Examination DSPEE NECTA, lakini pia kuna Full Technical Certificate FTC, Full Technical Certificate hii pia ni NECTA, na University Diploma hii ni non-NTA. Lakini pia kuna Foreign Diploma, kwa uta select diploma type yako, kama ni NTA utaweka hapo NTA, then uta enter registration number. Ingiza registration number yako hapa, na baada ya kuingiza registration number yako utakuja katika sehemu hii ya kusearchia. Utatafuta mwaka hapa ambao wewe umeweza utasearch mwaka wako hapa ambao wewe umeweza kumaliza hiyo nani yako, hiyo diploma yako, okay? Ambao umeweza kumaliza hiyo diploma yako utaingiza pale, na baada ya kumaliza hilo basi utaweza kusubmit na kusubiri sasa. Utaweza kusave diploma. Baada ya hapo uta wait for the result, na baada ya result kuweza kutoka, basi result yako utaweza kuiona katika sehemu hii ya dashboard. Ukija hapa kwenye dashboard, basi utaweza kuona status ya AVN yako, na itakapokuwa complete pia utaweza kuiona na utaweza kupata AVN namba yako. Ukifuata hatua hizo, basi utakuwa umekamilisha kufanya process nzima, okay? Then baada ya kukamilisha hilo sasa, unachotakiwa wewe kufanya ni kubonyeza neno subscribe, like video hii na share video hii kwa wengine wengi zaidi kwa update mbalimbali. Lakini pia jiunge na grupu letu la WhatsApp, link nimekuweka katika description ya video hii. Asante na karibu, tukutane tena katika video inayofuata.